waziri wetu wa mambo ya ndani ya nchi, Mheshimiwa Albert Chalamila, mkuu wetu wa mkoa na mwenyeji wetu hapa katika mkoa wa Dar es Salaam. Nitambue pia uwepo wa kaka yangu mwingine, Mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya ya Ubungo. Huyu ana mwili tu wa Nyerere, lakini ni kaka yangu. Wakati mimi nikiwa O level, yeye alikuwa A level pale Iliboro. Lakini nitambue uwepo wa katibu mkuu pamoja na viongozi wote wa serikali mlioko hapa. Tambue uwepo wa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, nikimwona kiongozi wa timu bora pamoja na wenzake. Tambue uwepo wa mstahiki meya pamoja na timu yako yote. Lakini nitambue uwepo wa wenyeji wetu, ndugu zetu, wananchi wa hapa, na mimi niungane na wasemaji waliotangulia kuanza kwa kumshukuru Mungu kwamba jambo la aina hili linapotokea, chochote kingeweza kutokea. Tungeweza kupoteza maisha ambalo lingekuwa jambo lisilolipika wala lisiloweza kufidiwa, lisiloweza kurejeshwa. Bidhaa tunaweza kurejesha, majengo tunaweza kurejesha, lakini ajali hii, hatari hii ingepoteza maisha, tusingeweza kuwa na jambo la kufanya. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwamba yametokea haya, lakini angalau leo tunapokaa hapa tunasema hapana madhara ya kupotea kwa maisha. La pili, niwaletee salamu kutoka kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amepata taarifa ya jambo hili, anawapa pole sana, na ameelekeza uchunguzi wa kina ufanyike ili tujue chanzo cha tatizo hili, na kazi hiyo imekwisha kuanza ili tuweze kupata undani wa chanzo cha jambo hili lililojitokeza. La tatu, nimepokea hoja zote zilizosemwa hapa, tukianza na hoja ambazo Mheshimiwa mkuu wa wilaya, mwenyekiti wenu, amezisema, lakini pia hoja ambazo Mheshimiwa mkuu wa mkoa amesema, na hoja ambazo Mheshimiwa mbunge wenu amesema, lakini na hoja ambazo zimetolewa na Mheshimiwa mawaziri waliotangulia kusema. Tumepokea. Mengine tutatolea kauli hapa, lakini waombe mridhie, tutatoa maelekezo mengine baada ya kujua undani wa kile kilichotokea, baada ya taarifa ya uchunguzi ambayo Mheshimiwa Rais ameelekeza ufanyike. Kwa hiyo tutatoa kauli nyingine ya serikali baada ya kuwa tumepata taarifa ya huo uchunguzi wa nini kimesababisha jambo hili baya ambalo limegharimu mitaji ya wenzetu waliokuwepo katika eneo hili hapa. Sasa yale ambayo tunaweza tukayatolea maelekezo hapa hapa, tuanze na hili la kusafisha. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, ulisema wafanyabiashara wa hapa, we kama mwenyekiti wao umewasilisha ombi kwamba hili eneo lisafishwe ili basi waweze kuendelea na hatua ndogo ndogo za kuweza kufanya kile kilicho kidogo hapa na pale ili maisha yaweze kusonga. Mkurugenzi, ukitoka hapa leo, wakati unamalizia sikukuu, umalizie na mipango, kesho hapa pote pasafishwe. Hii kazi ya kusafisha
kesho iishe, ili yule ambaye ataweza kuanza taratibu ndogo ndogo za hapa na pale aweze kufanya hiyo. Mkurugenzi, tumeelewana bwana? Litakushinda hili? Hebu mpeni mic mkurugenzi, tupe uhakika huo. Sogea hapo mkurugenzi, ili wajue kabisa. Nimesemaje mkurugenzi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, umesema kesho kazi ya kuondosha hizi takataka ikamilike yote kesho. Linakushinda hilo? Hapana, ilishindi. Mpaka saa 12 jioni kila kitu kitakuwa sawa. Haya, hilo tumekubaliana, limeisha. La pili, tuna jambo la stendi. Natambua kulikuwa na mjadala unaendelea. Kwa kuwa katibu mkuu uko hapa na mkuu wa mkoa, waitisheni wadau wote na wale wanaofanya design ya ile eneo, kuanzia kule kunakojengwa, hapa palipojengwa, pale panapojengwa, waitisheni wiki hii, hizi siku 4 zilizosalia za wiki hii, mmalize kuliamlia na tuone rasimu ya design inayofanyika hapa, pawepo na eneo la stendi. Tumekuwa na haya matatizo ya kujumuisha mambo muhimu tunapo design masuala yetu haya ya miundombinu. Ndio maana inatokea kuna eneo tunajenga vizuri sana, baada ya muda mfupi tunaanza kubomoa kabla halijabomoka, ili tuweke jambo lingine. Sasa madam panajengwa jambo kubwa pale, na hapa pana soko, na hapa nyuma sio mbali pana soko, lazima tuweke na miundombinu mingine iliyo ya lazima. Kama nafasi haitoshi, tufidie maeneo mengine, lazima stendi ipatikane, kwa sababu stendi inaendana na biashara. Ndio, stendi inaendana na biashara. Na kwa wakati huu, wakati mna design, patakaposafishwa, mtafute eneo hapo stendi ianze kutumika, mtafute eneo hapo magari yaanze kupaki, lakini kwenye design muweke eneo ambalo litakuwa na stendi ya kudumu. Sasa kaeni na hizi taasisi zote, msiandikiane barua. Mambo ya kuandikiana barua mimi nilishakataa. Watu wakae wafanye uamuzi. Hii mambo ya utekelezaji ulifanyika kwa kumbukumbu namba hii. Si tuliambiwa barua ni nusu ya kuonana. Kwa nini nyinyi hamtaki kuonana kabisa? Mnatumia nusu. Kwa hiyo katibu mkuu, hawa watu waite, na watakapokaa waamrie hili jambo. Design iwe na stendi, mtafute utaratibu ambapo stendi itakuwepo, na kwa kuanzia patakaposafishwa pawepo sehemu ambayo, wekeni sehemu ambayo magari yataanza kusimama, biashara za watu ziendelee. La tatu lilikuwa jambo linalohusisha wenye bidhaa vis-a-vis wenye vibanda. Nimepita na maeneo mengine na ujua sana huo utaratibu wa kilanguzi. Mtu anaenda anachukua eneo, hafanyi biashara, anafanya ulanguzi kwa kuweka cha ziada. Yeye anakuwa yupo kwa ajili ya kukinga tu, wenzake wanahangaika, yeye anakinga. Na mbaya zaidi, sehemu zingine wanakuwa wale wa serikali walioenda kugawa, wamenyakua yale maeneo na biashara hawafanyi. Wananyakua maeneo na biashara hawafanyi. Wanafanya ulanguzi.
wanaiibia serikali, wanawaibia na wananchi wanaovuja jasho kufanya kazi hii. Sasa kwenye haya masoko mapya yanayojengwa, kwenye haya masoko, utaratibu huo tumezuia. Anayetaka kujaribu na ajaribu, lakini namtangulizia tu kwamba sio kila kiberiti ni cha kutikisa, vingine ni vya gesi, vitakulipukia. Sasa mkuu wa mkoa, weka vyombo vyako standby tu, wao wanafuatilia tu, tumpate huyo ambaye anafanya, ili tutolee mfano.